kwa yale ambayo yamejili na kitu ambacho kimekuwa kinamata sana kwenye mitandao ya kijamii, na watu walikuwa wanasubiri majibu mengi kutoka kwa Watanzania au kutoka mahakamani, kipi ambacho kimejili, na watu walikuwa wanasubiri hatima ya huyu dada ambaye ni maarufu sana anayefahamika kwa jina la Nicole. Lakini ngoja nikupe hii ambayo ulikuwa hujaipata, na nitakusomea comment pia mwishoni ili upate kujua nini ambacho kimehappen na Watanzania wamesema nini. Baada ya Nicole adhaminiwa kwa hati ya nyumba ya milioni 100 baada ya kusota mahabusu kwa takriban wiki 3, mwigizaji Joyce Mbaga maarufu Nicole Belly ameachiwa kwa dhamana katika mahakama ya hakimu mkazi wa Kinondoni baada ya kutimiza masharti ya dhamana katika kesi ya uhujumu uchumi inayomkabili mahakamani hapo, ambapo imeelezwa mahakama kuwa Nicole amedhaminiwa kwa hati ya nyumba yenye thamani ya milioni 100. Mbali na Nicole, mwigizaji aliyeachiwa kwa dhamana ni mshtakiwa mwenzake Rehema Muhanyu mwenye umri wa miaka 31, ambapo wawili hao walipandishwa kizimbani Machi 10, 2025 wakikabiliwa na mashtaka ikiwepo kupokea shilingi milioni 186.5 kutoka kwa umma bila kibali kutoka Benki Kuu ya Tanzania. Wawili hao wameachiwa kwa masharti ya dhamana mbele ya hakimu mkazi Mwandamizi Ramadhani Rugemalira aliyesikiliza kesi hiyo baada ya kutimiza masharti haya ya dhamana. Nicole amedhaminiwa kwa hati ya nyumba yenye thamani ya shilingi milioni 100, lakini aliyedhamini bado hajaweka wazi, huku mwenzake Rehema akidhaminiwa na Ramadhani Juma pamoja na Joyce Umeona, ambao waliwasilisha hati za nyumba yenye thamani ya shilingi milioni 57. Kesi ya Nicole na wenzake inatarajiwa kurudiwa mahakamani hapa Machi 24, 2025, ambapo leo Machi 17, 2025 walifikishwa mahakamani hapo kwa ajili ya dhamana, ambapo miongoni mwa makosa yao katika shtaka la kwanza wanatuhumiwa kuongoza genge la uhalifu, na wanatuhumiwa kwa miezi hiyo na miaka hiyo wakiwa ndani ya mkoa wa Dar es Salaam waliendesha biashara yao kihalifu au jinai kwa lengo la kujipatia faida kutoka kwa jamii na kupokea amana miamala bila kupata leseni kutoka BOT. Katika shtaka la pili, wote wanatuhumiwa kati ya Julai 2024 na Machi 2025 wakiwa eneo lisilofahamika ndani ya mkoa wa Dar es Salaam wakipokea amana ya shilingi milioni 185,515 kutoka kwa jamii bila kuwa na leseni. Katika shtaka la tatu, waendesha mfumo wa malipo bila kuwa na leseni ya malipo iliyotolewa BOT. Sasa tuwaone watu wameweza kuzungumza nini kupitia hiki ambacho Nicole ameweza kukifanya na pia kuwekewa dhamana. Huyu anasema afadhali jamani katoka, nilifunga maombi, nilikuwa nalia kila siku. Wale ambao walikuwa upande wa Nicole. Kuna huyu anasema anaitwa Marincho, anasema jeuri yote ile kuchamba mimi watu kumbe kuweka bondi nyumba yake. Okay, huyu anaitwa Joe Official anasema kumbe hakuwa na nyumba. Anaitwa Kariako Night anakuambia wananchi wa kawaida tuungane, hakuna kuchangia wasanii pesa. Huyu anaitwa She is Mary anasema huyo dada si alisema nyumba yake ina thamani hiyo bilioni 1. Lizi Fudi Dodoma anakuambia usifurahi anguko na mwenzako kwa kuwa hujui anguko lako pia. Lakini anaitwa Kado Media anakuambia anasema ana ndugu mwenye hela. Huyu anaitwa Annie Correction anasema sawa, ila wenye degree msisahau kuwa inafasi VETA. Mke huyu akikumbushia lile swala la kwamba wote waliomaliza degree inatakiwa waende VETA. Huyu anaitwa Christopher anasema ila mwandishi eti baada ya kusota maabusu. Okay. Bwana, comment zimekuwa nyingi sana, lakini pia wewe mwenyewe unaweza ka comment chochote kupitia hii habari ambayo unaisikia hapa. Kumbuka hii ni Ambweni Media na mimi ni Wizo wa Watu.